Naam, Dakta mpenzi mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo awali, ni wiki ya tatu, wiki ambayo imeweza kusheheni mafunzo kubwa zaidi kutoka katika kambi ya mafunzo almaarufu inafahamika kama bootcamp ya Mr. and Miss Samba, makala ambayo yanafanyika kwa mara ya pili, ama tukizungumzia makala ya pili ya mwaka 2025. Ikumbukwe tu tamasha hili limeweza kuvutia washikadau tofauti, na mara hii limeweza kuwavutia washikadau kutoka Tume ya Uwiano na Mshikamano ama utangamano, imeweza kuhakikisha kuwa wanapatia mafunzo wanafunzi wale ama wale ambao waliweza kufika katika kambi kupata mafunzo haya. Tumeweza kufanya mjadala na mmoja kati ya washikadau katika tume hiyo, na akaweza kutueleza masuala kadha wa kadha ili tu kuweza kukupatia taswira jinsi ilivyo. Hebu tusikilize aliyeweza kuyazungumza. Naitwa Kilian Nyambu, nafanya kazi na Tume ya Uwiano na Mshikamano wa Kitaifa kama mkurugenzi wa idara ya elimu ya umma na utetezi, na leo tumekuja kujiunga na wabia wetu ama washiriki wetu Samba Sports katika shughuli inaendelea, washa inaendelea kutoa mafunzo kwa vijana kutoka eneo hili, gatuzi hili la Kwale, kwa minajili ya kuweza kujenga uwezo wao katika masuala ya amani, uwiano, umoja wa kitaifa na vile vile utatuzi wa migogoro. Tume ya Uwiano na Mshikamano wa Kitaifa inayo ushirikiano maalum na shirika hili la Samba Sports, kwa sababu kama tume tunaamini kwamba ukitaka kutembea haraka, tembea peke yako, lakini ukitaka kuenda mbali, tembea na wengine. So ni katika mintarafu hiyo tume inayo MOU ama mkataba wa ushirikiano na shirika la Samba Sports kwa ajili ya ujenzi wa amani, si katika gatuzi hili tu la Kwale, bali vile vile katika magatuzi mengine katika ukanda huu wa Pwani na sehemu nyinginezo katika taifa la Kenya. So kwa nini tunashirikiana na Samba Sports? Tunatambua kwamba katika hali ya kuendeleza hamasa juu ya masuala ya amani, masuala ya uwiano, masuala ya utatuzi wa migogoro, mbinu mbalimbali zinaweza kutumika, na utumizi wa mbinu ya michezo katika kukuza ufahamu wa vijana ni muhimu sana, na ni kwa sababu hiyo na baadhi ya mbinu zingine bunifu ambazo Samba Sports hutumia, ndiposa kimaksudi tuliweza kuanzisha ushirikiano na ubia na Samba Sports, kwa sababu tunatambua kwamba katika sehemu ambazo Samba Sports wanapofanya kazi, wanafanya kazi na wale wadau ambao hata na sisi wenyewe tungependa kufanya kazi nao. So ili kuhakikisha kwamba tunashirikisha kila sekta iliyoko katika taifa letu katika masuala haya ya uwiano na utangamano wa kitaifa, ndiposa tunashirikiana na shirika hili la Samba Sports kama wabia wetu wakuu katika ujenzi wa amani, uwiano na mshikamano katika ukanda huu wa Pwani. Sasa katika mwezi huu wote Samba Sports wametualika katika hii program ya Mr. and Mrs. Samba Sports. Mradi huu ama nitasema zoezi hili ambalo wanalofanya ni kwa ajili ya kujenga ufahamu, uwezo na tajiriba ya vijana katika masuala mengi sana yanayowaathiri vijana kijamii, kiuchumi, kimahusiano, hata kisiasa. So kwa upande wa tume, mahali ambapo tunao mapendeleo ni masuala yanayohusiana na ujenzi wa amani, kwa sababu tunatambua kwamba kama taifa hatuwezi kupiga mbele kimaendeleo ikiwa mazingira tunayoishi ni mazingira ya mizozano. Tunatambua kwamba sehemu mbalimbali zinakabiliwa na changamoto hii ya mizozo. Sehemu mbalimbali za taifa letu linakabiliwa na changamoto za vurugu na vile vile migogoro ya hapa na pale. Lakini kwa sababu hatuwezi kuwa kila sehemu tukifanya utatuzi huu, tunajaribu vile vile kushirikiana na wabia wetu sehemu walizopo ili waweze kutilia nguvu juhudi za tume za kuendeleza mikakati ya kuleta amani, uwiano na mshikamano. Kwa hiyo wale vijana ambao wamealikwa hapa, sisi kama tume, wajibu wetu ni kujaribu kujenga uwezo na ufahamu wao. Hapa tunajadili mada mbalimbali zinazoangalia hiyo sekta. Tunazungumza juu ya mada ya masuala yanayohusu amani. Amani ni nini? Umuhimu wake ni gani?
ni changamoto vipi ambazo zinaweza kuvuruga hali ya amani na utulivu katika sehemu hii ya Kwale na vile vile sehemu zinginezo za taifa la Kenya. Ni vipi vijana wanaweza kujihusisha na shughuli za kujenga amani na kutatua migogoro. Vile vile mada nyingine tunayozungumzia ni mada ya maadili ya kitaifa, ambapo tunatambua kwamba kama taifa tuna changamoto kubwa ya kutelekeza maadili yetu ambayo yanatufanya tutambulikane kama Wakenya. Kwa hiyo tunazungumza na wao juu ya hayo maadili ya kitaifa na vile vile maadili mengine ya kijamii. Zaidi ya hayo yote, tunaangalia namna ambavyo tunaweza kuwatumia vijana ambao wanashiriki katika washa hii kama chachu ya kuweza kuleta hamasa ndani ya marika yao wao wenyewe, lakini vile vile katika jamii wanazotoka, kwa sababu tunatambua kwamba wote wanatoka sehemu mbalimbali la gatuzi hili. Lakini vijana wengi kule mtaani pengine hawajatilia nguvu na kutilia umuhimu swala lile la amani na uwiano. Wanalichukulia pengine kimzaha tu hivi. Na mataifa mengi yamekumbwa na tatizo hili kwa sababu pale ambapo hatufanyi kimaksudi, hatuweke juhudi za kuendeleza amani, uwiano na mshikamano, changamoto kubwa inayotokea ni vurugu na mafarakano. Na hii yanafukuza wawekezaji, yanafanya watu kupoteza maisha, kupoteza mali, kuvunja mahusiano na vile vile watu kuweza kuhama katika sehemu zile. Haya hatutaki yaweze kufanyika katika taifa letu. Na ili kuyazuia yasiweze kufanyika, Waswahili wanasema kuzuia ni bora kuliko kuponya. Na njia moja wapo ya kuzuia haya yasiweze kutendeka ni kujenga uwezo wa watu mapema. Tunatambua kwamba tunaelekea hivi karibuni mwaka kesho kutwa, huenda tukaingia katika msimu wa mwaka wa uchaguzi. Sasa wakati wanasiasa wanapojipanga kivyao namna watakavyoweza kutafuta nyadhifa mbalimbali, vile vile kama tume lazima tuanze kuweka mikakati ya vile ambavyo tutashirikiana na wabia wenzetu kuanza kujenga uwezo wa wananchi, kutambua kwamba wana taifa la kuchunga, wana jamii ambazo wanaishi nazo, lazima waendelee kuboresha mahusiano na pia kuhakikisha kwamba zoezi zima litaweza kufanyika kwa njia huru, haki, bila vurugu. Na moja ya mikakati hiyo ni ujumbe ambao tunaopitisha kwa wale vijana ambao wanahudhuria zoezi hili. Tunataka kujenga uwezo wao kwamba watakapokuwa wakielekea mwakani katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa 2027, kwanza watakuwa na ufahamu, ili wao wenyewe pamoja na wenzi wao na marika yao kule manyumbani wameweza kujiandikisha katika kama wapiga kura, wataweza kuwachachawiza vijana wenzao kuweza kujiandikisha katika zoezi hili. Lakini mbali na kujiandikisha, wakati ambapo zile siasa za tenga tawala zinapoanza kupeperushwa katika maeneo wanayotoka, watakuwa na uwezo wa kubaini kwamba hapa tunahadaiwa, hapa tunagonganishwa, hapa tunaletewa namna ya kuvurugana wenyewe kwa wenyewe ili waweze kukataa. Vile vile tunataka kujenga uwezo kwamba kushawishiwa kwao kutekeleza maovu, kutekeleza vurugu, kutekeleza migongano hakutakuwa kwa wepesi, ili panapotokea mizozano na migogoro hiyo katika jamii wanazotoka, wao ndio watakuwa kidete mstari wa mbele kuhakikisha kwamba suluhu ya migogoro hiyo inapatikana kabla tume haijakuja mashinani kuweza kusuluhisha changamoto zile ambazo zinajitokeza. Kwa hivyo kwa ujumla, haya ndio masuala muhimu ambayo tunayazingatia katika zoezi hili ambalo tumekuwa nalo na vijana, na tutakuwa hapa kwa takriban siku 5 tukijaribu kuwapatia hamasa na kujenga uwezo wao na tajiriba zao katika masuala haya ya amani, utatuzi wa migogoro, umoja wa kitaifa, maadili ya kitaifa na mingineyo ya kukuza taifa letu la Kenya. Hizo ndizo zilizokuwa kauli zake mwakilishi wa tume ya NCIC, akiweza tu kuwashauri vijana kutokana na jukumu lao katika swala zima la uongozi. Nikiripotia Talanta Mwanza Media kutoka kaunti ya Kwale, eneo bunge la Matuga, jina langu ni Ndala Francis Dennis.